Mlikuwa mnatakiwa muwe hatua gani sasa? Sasa hivi ibidi tuwe almost 40 na kitu. Sasa mpo asilimia ngapi? Tupo 17%. Kwa mbele mpo nyuma? Tupo nyuma. Kwa nini? Changamoto zilizotokeza, kwa mfano kwa hali ya hewa ambayo ilitukumba kipindi cha kuanzia hapo Januari mpaka mwezi wa pili. Kuambatana na hicho pia kulikuwa kuna delay in production of material, sababu kubwa ilikuwa inaambatana na mfumuko wa mafuta ya bei. Kwa hiyo ilibidi kwamba maeneo mengine mengi yalikuwa ndogo bei, lakini kwa Tanzania serikali imejitahidi kwa kiwango kikubwa. Unajua katika nyingine kuna hizo extension ya nini, lakini nyinyi katika hizi kazi za awali sidhani kama kuna visingizio. Hakuna visingizio. Na kiukweli katika swala extension tutakuwa nao, kwa sababu kandarasi amejipanga kufanya kazi kwa awamu mbili. Sasa ndio maana kama mlikuwa mnatakiwa muwe asilimia ngapi? 40 mpaka 45. 45. Sasa mpo 17. Ndio. Kwa mkandarasi amejipanga kama tatizo kwa kuemploy timu za, kwa sababu kiangalia katika site kazi nyingi haziingiliani. Kwa kama timu ya watu wanafanya kazi jengo moja, wengine wanafanya kazi jengo la pili, wengine kupita barabara wanafanya kazi nyingine barabarani pia. Pia ameemploy shift. Una certificate yote ya madai? Mkandarasi asha submit certificate ya sasa amelipwa? Bado hajalipwa ya kwanza. Au kisha advance payment. Advance mmepata? Yeah, ndio hiyo tunaozungumza. Yes, hiyo ndo. Sasa mbona sio ni watu wanafanya kazi? Okay. Nadhani hapa mkandarasi ataeleza watu. Wewe ndio consultant. Sasa kwa nini sasa hivi ukiangalia ni saa 6 huwa anaenda lunch mida hii. Kwa hiyo waziri anakuja. Wewe nisikilize wewe please. Unaongea na waziri, usinaibishe DC hapo. Wewe kwamba waziri anakuja mida lunch. Nikiwasubiri hapo watu watakuja. Subiri wewe, subiri nataka. Naweza tukawasubiri wakaja hapa. Hawatakuja. Sasa kwa nini unasema wanadanganya? Sikiliza, hii ni miradi ya serikali. Na sisi sio wageni kwenye kusimamia miradi. Kama kwenye kazi serious, watu wawe serious kwenye utendaji. Unajua mhandisi mshauri ndio moja ya jukumu lako ni kumbana mkandarasi ili aweze kutimiza. Wewe ni mwajiri wa serikali. Wewe ni mwajiriwa wa nani? Yaani wewe ndio sisi tumeingia, sisi ndio utatuambia bwana baneni hapa. Sasa wewe ndio unaleta visingizio. Nitafakari sana. Haya jamani.